Ya kwanza nimefika hapa kwenye maonesho haya ya 50 ya kimataifa ya hapa viwanja vya Sabasaba ambayo yanafanyika mwaka huu, ikiwa ni miongoni mwa hatua za maadhimisho ya miaka 50 ya maonesho haya. Kama tunavyofahamu, kwenye maonesho kama haya ya Sabasaba, Watanzania wengi wanapata fursa ya kuja kujifunza, kupata bidhaa na mbinu mpya za kufanya shughuli tofauti za kiuchumi. Lakini kwa sababu ni maonesho ya kimataifa, wapo watu wengi ambao wamekuja kutoka nchi mbalimbali, na katika maonesho haya kipekee kwamba yamehusisha mataifa mengi zaidi ya 25 ambayo yameshiriki kwenye maonesho haya. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana ya Watanzania kujifunza, lakini kupata huduma na bidhaa mbalimbali zinazozalishwa nchini na zile ambazo zimetoka nchi za nje. Sasa sisi pia kama Benki Kuu tumeshiriki katika maonesho haya na kila mwaka huwa tunashiriki, na nimetembelea kwenye idara karibu zote tunazozisimamia. Nimeona namna ambavyo watu wanafika kwa ajili ya kupata huduma. Nimejulishwa kwenye baadhi ya maeneo kama ya masuala ya kiuchumi, namna ambavyo watu wana shauku ya kujua tunavyosimamia masuala ya kiuchumi na matokeo ya kuongeza riba ya Benki Kuu maana yake ni nini katika kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hiyo nimeona watu wakipata elimu hiyo. Ni swala zuri sana kuonesha kwamba watu wanafuatilia na kujua mustakabali wa uchumi katika kila robo mwaka, kwa sababu kila tunapotangaza kiwango cha riba ya Benki Kuu ndio msingi wa kuongeza ukwasi kwenye mzunguko wa kiuchumi na ndiyo chanzo cha upatikanaji wa fedha za mabenki ambayo nayo yakipata zile fedha yanapeleka kwenye mzunguko wa kiuchumi. Kwa hiyo kwa watu ambao wanafuatilia zile taarifa tunapozitoa, kila tunapotangaza kwamba katika kusimamia masuala ya mfumuko wa bei, labda kiwango fulani cha ujazi ndicho kinachotakiwa kuingia kwenye uchumi ili kuweka uwiano sawa kati ya shughuli za kiuchumi zinazotekelezwa ndani ya mipaka nchi yetu na ujazi wake na kasi ile ya upatikanaji wa hizo fedha, ndivyo vitakavyoweka sasa utulivu wa bei. Kwa hiyo ni swala la kawaida ambalo sisi tunatumia hiyo riba ya Benki Kuu. Kwa hiyo riba tuliyotangaza ninaamini kabisa ya 6.25 itawezesha utulivu wa bei hapa nchini, itawezesha ukwasi kuwepo kwenye mabenki kwa kiwango kinachotosha ukuaji wa mikopo na ukopeshanaji wa watu wanaohitaji fedha kutoka kwenye benki mbalimbali za kibiashara, kitawezesha mfumuko wa bei uendelee kubaki ndani ya wigo wa 3 mpaka 5 kama tulivyoweka kwenye malengo yetu, na itawezesha upatikanaji wa fedha katika urali unaowiana kulingana na matarajio tuliyojiwekea, kwa sababu tunaenda sasa kwenye kipindi hiki cha mavuno ambapo Watanzania wengi waliolima watakuwa wanauza mazao yao. Ni kipindi kizuri ambacho thamani ya shilingi itaendelea kuwa imara na kuwezesha wale waliolima wapate thamani stahiki kulingana na shughuli za kiuchumi wanazofanya. Kwa wale wanaotaka kuuza bidhaa zao nje, ni kiwango stahiki ambacho kitawezesha mtu anapotaka kuuza bidhaa zake nje apate fedha za kigeni zinazowiana na fedha alizozitumia ndani ya nchi. Kwa hiyo ni viwango ambavyo tumevifanyia tathmini na kujiridhisha kwamba ile 6.25 inakidhi kabisa katika kuweka mustakabali wa uchumi wa nchi yetu kwa robo mwaka ya 3 ikae vizuri, na tunaamini mpaka mwisho wa robo mwaka hali itakuwa shwari na fedha zitakuwepo za kutosha kuwezesha shughuli za kiuchumi zote zitekelezwe vizuri hapa nchini. Kwa hiyo kwa upande wa maonesho haya, wale wote wanaopita kwenye mabanda, niendelee kutoa rai wapate elimu. Nimepitia baadhi ya mabanda, nimepita kama pale Wizara ya Fedha, nimepita banda la TRA, kijiji cha bima hapa Benki Kuu, kwenye baadhi ya mabenki na baadhi ya makampuni ya simu. Naona watu wamejaa, lakini wanapata elimu. Cha msingi ni elimu, na nimeona kuna baadhi ya watu walikuwa wanaulizia hata pale nimepita, mfano watu wa chuo cha Benki Kuu
Nimeona watu wamejazana pale, wanataka kujua zaidi namna gani elimu itaendelea kutolewa, na nimeambiwa kuna masomo yale ya elimu ya kifedha kwenye financial literacy. Watakuwa na program ya mwezi wa 11, nasema tayari wameshajisajili watu wengi zaidi ya 200. Kwa hii yote inaonyesha shauku ya watu kutaka kujua masuala ya kifedha, lakini kwa shughuli tunazozisimamia kama Benki Kuu zinazowezesha masuala ya usimamizi wa mabenki, mpaka sasa benki zote tunasimamia vizuri, zina mitaji ya kutosha, zinatengeneza faida, zina ukwasi wa kutosha kukopesha watu. Naona shughuli zinaenda vizuri. Kwenye eneo la masoko ya kifedha sasa hivi inaenda vizuri. Zile dhamana za serikali na hati fungani za serikali zinazotolewa ziko vizuri, na tunashukuru watu wameendelea kuelewa, na kwa sababu zile riba tumeziweka ni za soko, tunaona kadri ushindani unavyoendelea wakati mwingine riba inashuka. Inaposhuka basi inakuwa ina faida kwa upande wa serikali, maana yake serikali inaweza kukopa kwa gharama za chini, lakini ina faida hata kwa wale wawekezaji, sababu anaweza kanunua na yeye akaenda kuuza kwenye soko la upili, kwenye secondary market ambayo liko pale Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo akiuza pia anapata faida yake, inategemea na kiwango alichonunulia na kile atakachoenda kuuzia. Lakini tumeona kwa mfano kwenye masuala ya kudhibiti utakasishaji wa fedha haramu, na sasa hivi tunaenda kuandaa au kukamilisha maandalizi ya sheria na kanuni za usimamizi wa zile fedha za kidijitali, au hizi fedha tunasema ni uwekezaji wa virtual assets, hizi cryptocurrencies, virtual assets, Bitcoin, stable coins. Kwa tunaendelea kukamilisha kanuni na sheria zake ili hatimaye nazo tuzisimamie vizuri. Kwa nimeona watu wanaulizia sana, lakini ni eneo ambalo bado lina changamoto zake nyingi. Kwa mtu asiyeelewa anaweza kakimbilia. Nafahamu kuna vijana wanawekeza huko, lakini kuna malalamiko, wengine wamepoteza fedha. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayaangalia namna tutakavyoweka mazingira ya kuwezesha Watanzania wasipate madhara zaidi, sababu kuna vihatarishi vingi sana na zimekuwa nyingine zikitumika katika utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Kwa hiyo ndio maana tunaliangalia kwa mapana yake ili tuweze kudhibiti wale wanaoshiriki, basi washiriki salama kwa kufuata miongozo tutakayoitoa hapo baadaye. Juni imeidhinisha sheria hiyo, sasa ni lini itakamilika? Ndani ya mwaka wa fedha ambao umeanza au siku zote sheria ni mchakato. Hauwezi kusema sheria tunaitunga kesho itakamilika, kwa sababu ina hatua zake. Sisi tunachofanya ni kuandaa concept note, imeshakamilika. Tumeandaa draft ya ile rasimu ya sheria na rasimu ya kanuni zimeshakamilisha. Kwa hiyo sasa tutapeleka kwenye vyombo vingine, sababu kuna taratibu zake. Lazima tutapeleka Wizara ya Fedha, itapeleka kwa mwanasheria mkuu wa serikali, tutapeleka kwenye kabineti, tutaenda bungeni, tutapitia process zote, tutapokea maoni ya wadau. Kwa hiyo inategemea sasa maoni gani yametolewa na namna gani tuweze kuincorporate. Sababu sisi kwenye eneo hilo tunasimamia tu kwa ujumla, kwa sababu tuna dhamana hii na tunawianisha na mifumo mingine ya kidunia ili kuhakikisha kwamba watu watakapokuwa wanatoa maoni yao basi wayatoe wakiwa tayari wameshakuwa na mwelekeo sahihi. Sababu sisi tumesimamia eneo hili kwa mapana yake na tumejifunza kwa mataifa mengine, na kama wiki 3 zilizopita nimeshiriki pale Basel kule Switzerland kwenye mkutano wa magavana wa kidunia. Tumelijadili sana eneo hili kwa namna ambavyo hizi stable coin zinavyotumika wakati mwingine kutakasisha fedha, kwa sababu kuna namna ambavyo unaweza ukaficha zile taarifa zisijulikane kwa watu wengine, na kwa sababu anatumia mfumo kama wa blockchain, mtu anaweza akafanya miamala yake hata mtu mwingine asipate taarifa au asifahamu. Inategemea pia ile wallet yake ameifichaje, funguo zake amezitunzaje. Kwa ni mambo mengi, kwa sababu sisi pia tuna dhamana ya kuwalinda watumiaji wa huduma za kifedha. Ndio maana tunalichukua kwa uangalifu ili pale tutakapokuja tuje na sheria inayokidhi mahitaji kulingana na wigo mpana wa shughuli za kifedha hapa nchini. Wakati unatembelea ndani ya banda la Benki Kuu BOT, umetembelea kwenye kurugenzi ya ustawi na huduma jumuishi za kifedha, ukawa unataka kuuliza maswala muhimu. Maswala gani unauliza na unashauri maswala gani?
Sasa unajua sisi kama Benki Kuu tuna mambo mengi sana tunayosimamia, kwa sababu kila shughuli unayoifanya ya kiuchumi sisi kama Benki Kuu tunaisimamia kwa namna ya moja kwa moja au namna ya tunasema isiyo moja kwa moja, indirect way. Kwa hiyo nimefika pale nikakuta, kwa sababu kuna watu walikuwa wanajaribu kuulizia hizi huduma za kifedha zinavyotolewa na elimu yake, na pale nilikuwa nawaulizia kuhusu malalamiko yaliyokuwepo siku za nyuma, na nikawaambiwa kutokana na ule mfumo wa Sema na BOT umerahisisha sana upokeaji wa malalamiko, na kwa sababu pia tulianzisha utaratibu mwingine tunaita ni self regulatory framework, yani ni mfumo wa wale watoa huduma za kifedha wa tunaita ni daraja la pili, watu wamezoea kuita mikopo umiza na kausha damu. Nimewawekea utaratibu wa wao wenyewe kujisimamia, na walitengeneza taasisi mbili, moja inaitwa TAMIU, nyingine inaitwa TAMFI, ambao wale tuliingia makubaliano mwaka jana nisainiana nao. Kwa nilikuwa pale napata mrejesho na baada ya mwaka mmoja ni kwa kiwango gani wameweza kupunguza malalamiko. Ndio pale wakawa wananieleza sasa kwamba malalamiko yamepungua sana, na baadhi ya watu wamekuwa wakisajili yale malalamiko kwenye mfumo ule wa Sema na BOT ambao unafanyiwa yanapatiwa ufumbuzi moja kwa moja. Lakini nimewaambia tuangalie namna ya kupanua wigo, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya watu hawajui kusoma na kuandika, lakini bado wanayo fursa ya kuwasilisha malalamiko yao. Kwa nimewapa ile assignment kwamba waangalie namna tunavyoweza tukapanua wigo, ili hata wale wasiojua kutumia mifumo ya kidijitali, sababu ule mfumo ni rahisi, lakini inawezekana kuna baadhi ya watu bado wanashindwa kuutumia. Tunaendelea kutoa elimu watu wautumie. Ni mfumo rahisi sana ule wa Sema na BOT, na kwa sababu uko web based, popote pale hata ukigoogle tu kaandika Sema na BOT itakuja ile poto, utafungua, utajisajili, utaweka lalamiko lako la yule unayemlalamikia, itaenda kwake, lakini itakuja Benki Kuu, kuna maafisa wetu watalifanyia kazi. Lakini kwa sababu sisi pale ndani tunayo pia dhamana ya kuwalinda watumiaji wa huduma za kifedha, naita ni financial consumer protection. Pale huwa kwa maafisa wetu wa madawati wamejipanga kulingana na taasisi wanazozisimamia. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nawaelekeza wajitahidi kwamba malalamiko yote ambayo yametolewa wayaunganishe na wayatengenezee kama kitabu, na yale majibu yatumike kufundishia, ili watu wengine ambao watakuwa na changamoto kama zile wapate elimu huko huko, wajikinge na madhara yale, wasiweze kupata au kuleta malalamiko mengine. Kitu kingine nimewaambia wahakikishe kwamba haya maoni tuliyowapokea tuyafanyie pia kazi, ili baadaye tuyatengenezee utaratibu, yaingizwe kwenye vipindi vya kutolea elimu kwa watu wote, ili mbele ya safari yawe ni sehemu ya ufumbuzi wa changamoto zilizopo. Mmeadhimisha miaka 60. Mnajivunia nini Mheshimiwa Gavana? La mwisho. Tumeadhimisha miaka 60. Sisi kama Benki Kuu tunajivunia mafanikio mengi sana yaliyopatikana. Najua Benki Kuu ni mdau wa kila Mtanzania na hata walioko nje ya mipaka, kwa sababu sisi majukumu yetu yanagusa kila mtu. Yaani unapofanya shughuli halali ukalipwa fedha, ile fedha imeandikwa malipo halali kwa ajili ya shughuli ile, lakini imeandikwa pale Benki Kuu ya Tanzania. Kwa kila mtu mzima anayefanya shughuli yote halali ni mdau na mteja wa Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo mafanikio ya shughuli za kiuchumi yaliyopo mpaka sasa ni matokeo ya ufanisi na tija nzuri ya shughuli za Benki Kuu. Kwa hiyo pale unapoona labda serikali inafanya shughuli zake, serikali inafanya malipo, watu wakilipa, maana yake wanatumia mifumo iliyotengenezwa, mifumo ya kifedha ni ya Benki Kuu. Pale mtu anapolipa, hata kama unamlipa jirani yako ukitumia simu, ujue ile simu inapitia kwenye mfumo wa TIPS ambao ni mfumo wa Benki Kuu. Na hata wale unaotumia simu zao yale makampuni, sababu tumewapa leseni sisi, ukiona shughuli hizo zinafanyika miaka ya 1966 watu hawakuwa wanafanya miamala kwa ufanisi kama huo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, lakini ukiona uchumi ulivyotulia ujue ni mafanikio kutokana na usimamizi thabiti wa shughuli zetu za Benki Kuu. Ukiweza kufanya miamala ukauza nje ya nchi ukapata thamani ya fedha ambayo unaona inawiana
na bidhaa au huduma uliyoifanya ni kwa sababu ya mafanikio ya Benki Kuu. Ukiona shughuli mbalimbali za utafiti zinazoendelea kusimamia masuala ya kiuchumi, hizo zote ni kwa sababu ya mafanikio haya tuliyopata ya Benki Kuu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana tunavyovisimamia. Ukiona operations za mabenki ni kwa sababu tumeweza kusimamia kuweka miongozo thabiti ambayo inawezesha pakawepo utulivu, benki zikafanya shughuli zake, zikawahudumia Watanzania, wakapata mikopo, wakakopesha na wao, au wakaweka amana zao zikabaki salama. Hiyo yote ni kwa sababu ya uthabiti wa shughuli tunazozifanya. Ukienda hata kwenye microfinance, sasa hivi tuna microfinance zile za kwenye vikoba viko zaidi ya 86,000. Hii sheria imeanza hivi karibuni, lakini tunaona imeshafika karibu 86,000. Ukienda hizi tunasema ni SACCOS ziko karibu 8,000. Zote ni kwa sababu tumeweka mifumo na taratibu nzuri. Ukienda kwenye hizi microfinance za tier 2, tumezoea kuzita mikopo umiza, ziko sasa hivi karibu 2,800. Zote tumeanza kutoa leseni hivi karibuni, lakini tumefikia kiwango hicho na tunaziendesha na kusimamia vizuri. Hayo yote ni miongoni mwa mafanikio ambayo sisi kama Benki Kuu tunaweza tukajivunia. Kwa kama nilivyosema, shughuli zote tunazozifanya, ukiona uchumi umetulia, mfumuko wa bei sasa hivi mpaka kwa taarifa za mwezi uliopita imefikia sasa 4%, licha kuwepo changamoto hizi za kimataifa tunazoziona, lakini sisi mpaka sasa mfumuko wa bei uko 4%. Mkigugo mnaweza mkaona kuna nchi ambazo mfumuko wa bei uko zaidi ya 300%, lakini sisi 4%. Unaweza kaona namna gani Tanzania tunavyofanya vizuri zaidi. Nimeingia asubuhi hii kutokea kwenye mkutano wa Africa Caucus kule tumefanya kule Banjul kule Gambia. Utaona namna ambavyo nchi nyingine zinavyopata changamoto, lakini sisi uchumi wetu umetulia. Pamekuwepo ustahimilivu mkubwa sana wa bei kwenye soko ambao zinawafanya hata wawekezaji wawe na confidence ya kuwekeza, tofauti na hata nchi nyingine huko duniani. Kwa hiyo mafanikio nayosema ni makubwa sana, hayawezi kupimika kwa urahisi, ni kwa sababu kwenye kila kitu unachokifanya utakuta kuna mafanikio makubwa. Wakati Benki Kuu inaanzishwa mwaka 1966, wakati ule hata population ilikuwa ni ndogo sana. Sasa hivi population yetu ya watu karibu milioni 70, utaona kila mmoja anaweza kupata huduma zake za kifedha, hata uelewa masuala ya kifedha umepanuka, elimu ya kifedha tunaitoa imekuwa, kuna products nyingi zimeongezeka kuja sokoni ambazo enzi zile hazikuwepo, mifumo ya kiutawala imebadilika. Wakati ule ilikuwa soko linalosimamiwa na serikali, sasa hivi tumefungua ni soko huria au soko uchumi unaendeshwa kwa nguvu ya soko, lakini hiyo nguvu ya soko yenyewe tunaiendesha bila kuwa na panic, tunaiendesha kwa tuseme kitaalamu. Yani ile professionalism yetu tumeiwekeza sana. Lakini mfano kwenye changamoto za mifumo ya kifedha ukilinganisha na nchi nyingine, kuna wizi mwingi sana wa kimitandao, lakini sisi wataalamu wetu wako macho na idara yetu mfano ya mifumo ya malipo tunafanya kazi usiku na mchana. Ndio maana ikifika saa 6 tunafunga hesabu za siku, tunafungua hesabu mpya ili watu kule waanze kufanya miamala. Wewe unaweza kaenda kula hoteli ukalipa kwa simu saa 7 usijue kinachofanyika, lakini kwa sababu mifumo tumeshafunga ya siku ya kwanza, tumeruhusu miamala ianze kufanyika kwa siku ya pili, lakini mifumo yote iko salama na malipo yanafanyika vizuri bila kuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo yote hayo ni kwa sababu ya uweledi wa wataalamu wetu, na tumejitahidi sana kuwasomesha kwenye maeneo mbalimbali kiasi kwamba sio rahisi kuja mtu kufanya udukuzi kwenye mifumo yetu. Hilo tunaweza tukawagarantii, sababu tuna wataalamu mle tumetengeneza paka wengine ni kama wadukuzi, wengine wadhibiti, wengine professionals, hackers, wengine yani kuna namna mbalimbali. Kwa hiyo kila siku wanashindana ili kuboresha mifumo yetu na mifumo yote iko vizuri. Kwa hiyo ni mambo mengi, lakini tumejifunza pia mengi ambayo yanatuwekea msingi imara wa kwenda mbele ya safari vizuri zaidi, ili tuendelee kuifanya Benki Kuu ya Tanzania kuwa miongoni mwa taasisi imara
taasisi kubwa zinazofanya kazi zake kwa weledi na kwa ufanisi na tija inayokidhi mabadiliko ya kiuchumi na mahitaji ya sasa ya kiuchumi kwa soko la Tanzania na dunia kwa ujumla. Asante.